yako kubwa na kwa hekima yako ya kiungu. Tumepata kibali na neema ya kuhudhuria mbele zako katika uwepo wako. Tuna mioyo iliyojaa shukrani kwa sababu ya upendo uliotupenda na nafasi uliotupa kwa watoto wako wawezao kuhudhuria mbele zako kwa damu ya Yesu. Ukatustahirisha kwa pendo lako kupitia Yesu Kristo, kwa damu ya msalaba, tuweze kukuijia mbele zako na kuhudhuria uweponi mwako na kusikizisha sauti zetu mbele zako. Kwa ajili hiyo tumekuja katika imani iliyo katika Kristo Yesu, tukijua kwamba uko pamoja na sisi na umetupa ridhaa ya kusema yale tupendayo kusema na yale ambayo Mungu umetuelekeza kusema mbele zako, ili tuone kanisa lako likipona, tuone ukihuisha na kutengeneza. Ndio njaa yetu na ndio kiu yetu, ndio shauku yetu. Tunaomba jioni na leo tena tukupe nafasi ya kuzungumza na maisha yetu. Tutengeneze kama unavyotaka kututengeneza, tuwe wafaao kwa kazi njema. Ninaomba kila mmoja aliyeko hapa na wote ambao najua wataendelea kuungana nasi kwa wakati tunavyoendelea, kila mmoja awe na jambo umesema naye na jambo nafanya kiuhalisia kwenye maisha yake. Ndio maana tuko hapa. Hatuko kwa maigizo wala kwa sanaa. Tupo kwa sababu tunakuhitaji. Tupo kwa sababu tunataka kazi zako zitendeke ndani mwetu. Tunaomba uhudhurie katikati yetu. Na mimi naomba nijisalimishe, uniruhusu kusema neno lako kwa ndugu zangu katika unyenyekevu na katika kicho. Niseme mapenzi na makusudi yako. Unipe neema na ufunuo kulisema ile kusudi kwa moyoni mwako ulipokuwa unatengeneza kanisa, ili kwamba kanisa lile uliokuwa nalo moyoni mwako unakusudia kulianzisha ndilo litokee. Ndio maombi yangu, naomba kubali kwa pamoja nami katika jina la Yesu, amen. Amen. Bwana wetu Yesu asifiwe. Naomba tukae. Haleluya. Unaweza kunisaidia kusalimia mtu wa Mungu ambaye umebarikiwa kuketi jirani naye? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Urudi kwenye misingi. Kanisa haliwezi kujengeka likiwa halikuzingatia misingi. Bora nasema kuna msingi nimeweka, lakini kuna mwingine ambao hakuna mwingine anayeweza kuweka isipokuwa ulikwisha kuwekwa tayari, na msingi huo ni Kristo. Na kila mmoja angalie namna anavyojenga juu yake. Tarudia kusoma maneno niliyosoma jana, Wakorinto, waraka wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10 mpaka 17. Kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, naliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake, lakini kila mtu anaangalia jinsi anavyojenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri, maana siku ile itaidhihirisha kwa kuyafunuliwa katika moto. Na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ile namna gani. Kazi ya mtu aliyojenga juu yake ikikaa, atapata thawabu. Kazi ya mtu ikiteketea, atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini kama kwa moto. Hamjui kuwa ninyi nimekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu,
Mungu atamharibu mtu huyo, maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Bwana wetu Yesu asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Jana nilisema kwamba kanisa limejengwa juu ya msingi Yesu Kristo, lakini kuna mambo ambayo pia kanisa la kwanza au kupitia Roho Mtakatifu yazingatiwe kuwa ni misingi inayolijenga kanisa juu ya Yesu Kristo. Jambo la kwanza nikasema neno la Mungu. Kanisa lijengwe kwenye misingi ya neno la Mungu. Haleluya. Kanisa lolote likiacha kujengwa juu ya misingi ya neno la Mungu, limeshaanza kutoka nje ya misingi ya kanisa. Kanisa halijengwi kwenye shamra shamra. Kanisa halijengwi kwenye miujiza na matendo. Kanisa halijengwi kwenye ushuhuda. Kanisa linajengwa kwenye misingi ya neno la Mungu. Haleluya. Shamra shamra ni matokeo ya utendaji kazi wa neno. Neno likisemwa kwa usahihi na watu wakaliishi kwa usahihi, litazaa kwa vyote vile baraka, litazaa amani, litazaa miujiza, litazaa uponyaji. Vyote vitatokea. Kwa furaha sasa inaanza kutokea hapa. Lakini sasa bahati mbaya tunashangilia hata tunachokishangilia hatukijui. Hata misingi ya kukishangilia hatuijui. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Naweza nikaamua nikasema ya kwamba Yesu hakuwa Mkristo, alikuwa Muislamu, alikuwa vitu gani vyote mtakavyosema, hapo watu wanashangilia. Hata hawaelewi wameshangilia nini. Yaani vitu ambavyo sio doctrine, sio fundisho. Tutakwenda pamoja. Vitu ambavyo sio fundisho. Naweza nikaibua lolote ambalo hata kwenye mafundisho halipo kwenye misingi ya neno la Mungu, haliko kwenye maandiko, halafu watu wanashangilia, hata hawajui wanashangilia nini. Tunakwenda pamoja. Haleluya, haleluya. Naweza nikaamua nikasema leo watu wote waliokuwa na nyota zao zimechafuka, zimekuwa nyeusi, leo zinakuwa nyeupe. Haleluya. Hata wajui wameshangilia nini. Tunakwenda pamoja. Hawajui walichoshangilia. Kwa nikasema jambo la kwanza, kanisa lilojengwa katika msingi uliokwisha kuwekwa na Mungu unaoitwa Yesu Kristo, linajengwa katika neno la Mungu. Watu tushangilie mambo neno limetenda. Haleluya. Tushangilie kitu neno limesema la Mungu, linakubalika kwenye fundisho, kwenye doctrine ya kweli ya kanisa. Haleluya, haleluya. Neno la kweli lizae muujiza, lituponye, litubariki, barikiwe kwa kanuni. Jina la Yesu libarikiwe. Tubarikiwe kwa kanuni za neno la Mungu. Halafu mtakitoa ushuhuda tushangilie. Maana hata ushuhuda wenyewe ukiusikiliza umenyoka. Mtu anaweza kutoa ushuhuda, unausikiliza hata hujanyoka. Una ujanja umepita katikati na kitu kimetendeka, halafu ushuhuda unatolewa na watu wanashangilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tufanye kanisa au tujenge kanisa kwa kuangalia nini kimebomolewa. Kilichobomolewa kikubwa ni watu kubadilisha mahali palikuwa neno pawekwe vitu vingine na watu waridhike kwamba wako salama. Watu wanaridhika, wameondoka kwenye neno,
Mahali pa neno la Mungu ameweka vitu vingine na watu wanashangilia, wanajisikia salama. Ndio wako salama. Wako kwenye upotovu, wako kwenye udanganyifu, wako kwenye imani iliyopotoka, imani iliyoharibika. Imani isipojengwa kwenye neno la Mungu, hiyo sio imani, au niite ni imani ya kishetani. Imani ya kweli lazima ijengwe kwenye neno la Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Nikasema tena kwamba pia kanisa la kwanza wakati linajengwa, lijengwa juu ya nguvu ya mauti na ufufuko wa Yesu. Haleluya. Nguvu ya damu ya Yesu. Haleluya, haleluya. Kanisa lilijengwa juu ya imani ya mauti na ufufuko wa Bwana Yesu. Na ndicho kinachotofautisha kanisa na imani zingine. Kanisa limejengwa juu ya Kristo aliyekufa akafufuka. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Kanisa lilijengwa juu ya nguvu za Mungu. Naomba usome hapo hapo sura ya kabla ya hiyo tuliyokuwa tunasoma. Sura ya pili hapo nyuma kidogo. Mstari wa kwanza mpaka wa 5. Biblia inasema, basi ndugu zangu, mimi nilipokuja kwenu sikuja niwahubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno wala kwa hekima, maana naliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubiwa. Nami nalikuwako kwenu katika hali ya udhaifu na hofu na matetemeko mengi. Na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na za nguvu, ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu. Kwa lugha nyingine nasema, ili imani yenu isijengwe juu ya hekima ya wanadamu. Haleluya. Anaposema ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, kwa maneno mengine nasema ili imani yenu isijengwe juu ya hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kanisa lilijengwa katika nguvu za Mungu. Kanisa la kwanza halikujengwa kwenye tu mradi tu mnakusanyika kama kikundi fulani cha kijamii. Ni mahali watu wapo pana nguvu za Mungu. Haleluya. Ni mahali muamini akionekana ana nguvu za Mungu. Hata kitembea peke yake, kama alivyopigwa wakati ule ambapo aliuawa Stefano, wakatawanyika. Kila aliyekwenda, popote alipokwenda, yuko peke yake, wako watatu, wana nguvu za Mungu. Kanisa lijengwa kwenye nguvu za Mungu. Siku hizi ni ubabaishaji tu, tunakwenda pamoja, ubabaishaji tu. Watu wanatembea wanasema tumeokoka, waongo, wajanja, hawajui kuomba, hawajui kusoma neno la Mungu, hawajui kuhubiri, hawasemi, hawatangazi Yesu. Wadhaifu, wanyonge, wanapigwa kila kona, wamerogwa mgongo, si vitu gani, hawana nguvu, hawana uwezo. Kwa nini? Hawana nguvu za Mungu. Wanatembea kishirikina tu. Wataturoga, watakuwaje, usiende kushuhudia kule mbele, wasije kasikia umepata gari, watakuua. Sawa. Hawana nguvu za Mungu, wamekuwa na akili za kishirikina tu. Jina la Yesu libarikiwe. Hawana nguvu za Mungu. Vugu wamepoa, hawana neema ya Mungu juu yao. Maneno yao ni ya dunia, kuvaa ya dunia. Wanaanza mijadala ambayo hata haipaswi kuwepo kabisa, wala haipaswi hata kwa agenda. Eti watu wanaleta mjadala eti sasa Mungu aliandika tuvae vazi gani? Hiyo nayo ni hoja ya kuongea kwenye watu wameokoka, wana roho wa Mungu, wanajadili hilo.
hivi kwani kunywa pombe kuna dhambi gani? Kuna andiko lote linasema kunywa ni watu wana Mungu. Wanaleta vitu unaweza kusikiza mijadala watu wanazungumza mpaka unashindwa kuelewa wanaoongea ni waliookoka au ni watu tu wengine. Lakini watu wameokoka. Mambo ambayo ukishaokoka una nguvu za Mungu, Mungu anakuambia, yani unajua tu. Haleluya, haleluya. Eti mtu ana Roho Mtakatifu afundishwe kuvaa. Haleluya. Hana uwezo kujua vazi hili nafaa wala hili halifai. Hajui. Ameokoka. Ana Roho wa Mungu, aambiwa namna ya kuvaa. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Hapo wanaanzisha mjadala, utadhani wanaongea jambo la maana, kumbe anaeleza udhaifu walionao. Wanaongea uwezo mdogo wa kumjua Mungu walionao. Wanaongea uwezo mdogo wa kuongozwa na Roho wa Mungu walionao. Jina la Yesu libarikiwe. Kuna vitu wakiongea unaona tu wanajaribu kuexpress kwamba wana uwezo mdogo wa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Sio kitu kingine. Wanaongea unaona tu wanachojaribu kuonyesha ni kwamba wana uwezo mdogo wa kusikia sauti ya Mungu. Au wana uwezo mdogo wa kuwa na ushirika na Mungu. Unasikia kabisa watu wanaongea, unagundua hapa wanachoonyesha ni kwamba hawana ushirika na Mungu, hawamjui wala Mungu hakai nao. Haleluya. Huwezi kukaa na Mungu halafu ukauliza baadhi ya vitu ambavyo mimi nasikiaga watu wa Mungu wanajadili, wengine waweka kwenye mitandao ya kijamii wanaongea kule. Halafu unaushirika na Mungu, unamwangalia kabisa huyu hana ushirika na Mungu. Hivi alipaswa kuwa anajua. Hivi alipaswa kuwa Mungu anamwambia tu. Alipaswa kuwa anaelewa tu. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya. Haleluya, kanisa la Mungu. Kanisa, kwa hiyo tunaposema turudi kwenye misingi, turudi kwenye kanisa kwa kanisa lenye nguvu za Mungu. Kabisa. Turudi kwenye misingi iliyojenga kanisa. Kanisa lilijengwa kwenye nguvu za Mungu. Kanisa halikujengwa kwenye maneno. Halikujengwa kwenye hekima za watu, lilijengwa kwenye nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Lilijengwa kwenye nguvu za Mungu. Lakini kanisa pia, tukirudi pale tulipokuwa, no, kabla tutaenda pale nikurudishe kwenye Matendo ya Mitume sura 2 na mstari wa 42 nafikiri. Wakadumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali au in prayer. Haleluya. Haleluya. Naongea mambo yaliyolicharacterize kanisa, ambapo ukisema ni kanisa ukienda unayakuta, yani uyatafuti. Ukisikia mahali fulani ni kanisa, ukienda unayakuta. Haleluya. Kanisa lilijengwa kwenye nguvu ya maombi. Sawa sawa. Watu wote wa kanisa la kwanza walijua kuomba, wote. Anaanza leo,
anakuta wanaomba, anajiunga kuomba, wote wanakuwa waomba, wote ni moto. Leo tunataka tuishi kijanja kijanja tu. Haleluya, haleluya. Tuishi tu kijanja kijanja tu, kimwirimwiri tu. Haleluya. Kujifanya wa kiroho kwa kuonekana kwa nje tu, tudanganya watu kwa kuonyesha, lakini ndani hamna kitu. Tunakwenda pamoja kuonyesha kijanja kijanja takatifu, ndani hamna. Haleluya. Ndio maana siku zote kanisa ni dhaifu. Haleluya. Tunalaumiana, tutasemana wachungaji ni dhaifu, wachungaji wanasema wazee wa kanisa dhaifu, wengine wanasema waumini dhaifu, vijana dhaifu, nini dhaifu. Kutokuomba, wote wanakwepa maombi. Tangaza maombi, hawaombi. Tangaza kufunga, hawafungi. Itisha makusanyiko ya maombi, hawapatikani. Haleluya, haleluya. Semesha mambo ya kiroho, wamekauka. Tembea kwenye ukavu mwingi. Haleluya. Ile mvua, ule ubichi, haleluya, zile chemchemi za mito ya uhai ndani ya kanisa zinakosekana. Unaona ni kanisa, lakini naona hali ya kufa kiroho kubwa. Unaona watu wanasema ni kanisa, lakini ndani ukiwatazama unaona hali kubwa ya kufa kiroho. Jina la Yesu libarikiwe. Hawaombi, wamejawa na hali ya kufa kiroho. Wanaishi kama wamekufa kiroho, lakini wanaenda kanisani na kanisa lao zuri lina jina zuri la dhehebu, Ministries International. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anzisha kitu ambacho kina sura ya kiinternational. Unajua ukitaka kufanya vitu vya sura ya kiinternational vina gharama vyake fulani. Unaanza kugundua kumbe walikuwa wala. Jina la Yesu libarikiwe. Waoga hata kuthubutu. Waoga hata kuthubutu kufikia ulimwengu. Waoga. Kwa nini? Hali ya kufa kiroho ni kubwa kuliko hali ya kuwa hai kiroho. Kwa nini? Hakuna maombi, na watu wanakimbia maombi, wanakwepa maombi, wanakataa maombi. Wanataka wajanja tu. Waite kwenye ufumbuzi wa matatizo. Waambie hili hapa tuliombee. Hapana. Tuite. Tusutane kwanza. Kwa nini? Hakuna uzima. Wamekufa kiroho. Hawaamini kutatua matatizo kwa maombi. Wanaamini kutatua matatizo kwa kusutana. Kwa sababu wamekufa kiroho. Jina la Yesu libarikiwe. Wamekufa kiroho. Hawajui kusamehe, wamekufa kiroho. Haleluya. Hawajui kupendana, wamekufa kiroho. Hawajui kutanguliza mwingine mtangulize mwingine, wamekufa kiroho. Kwa nini? Hawaombi. Huwezi kuishi maisha huombi usife kiroho. Haleluya. Miaka hiyo
ya kanisa la kwanza walikuwa na ibada ambazo zina vyote. Tunaziita, tunasema ibada kamili, iliyokamilika. Ina neno. Hayo mambo ya nyimbo na nini, hayo hawakuyaandika. Nadhani walikuwa nayo pia, hayo hawakuyaandika. Haleluya. Mambo ya kuimba pambio hawakuyaandika hayo. Haleluya. Lakini bila shaka yalikuwepo. Lakini ibada haikamiliki. Watu wamesikia neno, sio la dakika 15. Siku hizi neno likiendelea saa nzima, watu wamechoka kusikiliza. Maana hawana uzima. Neno likifuriza, kama Paulo alikwenda kwenye kanisa akahubiri akafuriza mpaka usiku wa manane, watu wanasikiliza mpaka dogo mmoja alikuwa amekaa kwenye dirisha pale akapitiliza nje. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Watu sio kwamba walikuwa wanaimba, halikuwa tamasha la kusifu na kuabudu la usiku. Walikuwa ni watu wamekusanyika wanasikiliza neno mpaka usiku wa manane. Leo waanzisha kitu cha namna hiyo uone. Watu hawataki hiyo sasa hivi, wamekufa kiroho. Dalili za kufa kiroho ni kuchoka kusikiliza neno la Mungu. Watu ukiona ni wavivu wa kusikia neno la Mungu, wanakufa kiroho. Wanakufa kiroho. Kwenye kitabu cha nadhani Waefeso. Haleluya. No, ni Waibrania. Wanaita watoto wachanga, wavivu wa kusikia, wanataka tu maziwa. Haleluya. Wavivu wa kusikia, wanataka tu maziwa. Watu wana miaka 50 kwenye wokovu wanataka tu maziwa. 20 wanataka maziwa. Miaka 6 wanataka maziwa bado. Kwa sababu uhai wa kiroho haupo. Kwa kanisa lilijengwa kwenye misingi ya kuomba Mungu. Ya kuomba Mungu. Mnanisikia watu wa Mungu? Mnanisikia vizuri? Mnanisikia vizuri? Wangapi ni wasikiaji? Wasikiaji ni wale wanaotenda. Sawa sawa. Wasikiaji ni wale wanasema naenda kuanza baada ya ibada hii. Naenda niliwaambia hautatoka ulipo mpaka ubadilishe lifestyle. Yaani kuna maisha lazima yabadilishe. Lakini kama nikuja tu na kusikiliza na kurudi, halafu naendelea vile vile, hakuna kitakachobadilika. Mpaka kubali kwamba ninasikia na maisha naenda kubadilisha. Lazima ende kubadilisha maisha. Nasikia na maisha naenda kubadilisha. Jina la Yesu libarikiwe. Wanapenda vitanda. Wanapenda usingizi. Wanapenda mablanketi. Mwaka mzima mtu ana roho. Wazee wa zamani walikuwa wanalala mapangoni wanaomba. Wanalala milimani wanaomba. Jina la Yesu libarikiwe. Wanakesha kwenye sebule za wenzao wanaomba. Petro alipokamatwa walikesha kwenye sebule ya mtu wanaomba. Siku hizi tunaambiana tu, tutakuombea mtu wa Mungu. Hamna lolote. Shamaliza kuambia mtu nitakuombea, unaenda kulala. Tunadanganyana tu. Tumishi wa Mungu tutakuombea, hamna lolote. Watu ambao wanakuombea unaonaga hata siku za yale maombi ya pamoja ya mkesha. Wale wanaokesha unawaona wakisema tunakuombea, wanaweza kukushawishi. Lakini analala kitandani Januari 1st to December 31st, anajifunika blanketi na shuka Januari 1st to December 31st, hapa kwambia nakuombea. Wapi?
Bora ujiombe hapa nikuone mchana unaomba ni ukiniambia, maana ninajua usiku umeenda kulala. Basi njoo hapo niombe nione na unaniombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunadanganyana. Kwenye magrupu siku hizi ndio pametumaliza zaidi. Inaruhusu fulani ana changamoto fulani, jamani tuombe. Unakuta kwa mimi ame. Hamna lolote. Si ameni ndio maombi. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya. Watu wameandika ameni za kutosha, lakini hakuna maombi yanaendelea. Jina la Yesu libarikiwe. Ukitaka kujua kuna watu wanaomba, kuwa na tukio linalohitaji kweli maombi la kikanisa. Kwa mfano mna mkutano wa Injili. Sasa kama na mkutano tunaombeana, ila tunapoombea hatupaoni. Sasa sikuna mkutano leo angalau tuonane tunaombea mkutanoni. Ndio tujue hata yale mengine tunasema tunaombeana, kweli tunaombeana. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini mkutano unatafuta wanaoomba hawaonekani. Sasa wale waliokuwa nasema wanaomba nyumbani. Sasa hivi tunatakiwa tukusanyike tuombe. Wako wapi? Ndio unajua mnadanganyanaga, hakuna kitu. Hilo sio kanisa. Kanisa limeacha misingi. Misingi iliyojenga kanisa la kwanza ilikuwa ni maombi. Na karne zilizofuata zote misingi iliyojenga kanisa lenye uamsho ilikuwa maombi. Misingi iliyoinua makundi ya kina mama na makundi ya vijana yenye nguvu ndani ya makanisa ni maombi. Mnanielewa nachoongea? Mimi miaka niliyookoka nikuta makundi ya kina mama yana nguvu sana makanisani. Lakini nataka kuambia siri yao ilikuwa ni maombi. Wale wamama walikuwa naomba. Na wakumbuka sana wale wamama waliokuwepo miaka mimi naokoka. Wale wamama walikuwa naomba. Na siku zote unakuta kwenye kanisa kundi la kina mama lina nguvu. Wakishapoteza maombi ndio unaanza kukuta kesi nyingi za kina mama wasiotii waume zao. Naanza kukutana hazo. Naanza kukuta wanaharakati kwenye ndoa. Unaelewa nachoongea? Wanaharakati kudai haki. Tulingane. Umefanya hivi na mimi nafanya hivi. Ushaanza kuona hayo, unajua hawaombagi hao. Hawaombi, wamekuwa wanaharakati ndani ya ndoa zao. Hawezi kutii waume zao. Waume wakikaa vibaya hawezi kupiga magoti wakawaombea. Wanakabiliana kupambana. Mama waliotangulia walikuwa wanabadilisha waume zao kwa maombi. Mume ni mlevi, ni mpiganaji, ni mwakitabia mbaya za kila aina, mama anamwingilia kwenye maombi, anamzamia mpaka anamgeuza. Sasa ni vita tu. Sababu hakuna maombi. Vita. Kubadilishana maneno. Na ndoa zinavunjika. Na lazima zivunjike. Kwa sababu hiyo sio kanuni ya kimungu. Jina la Yesu libarikiwe. Wakija kanisani ni watembeza maneno. Ili imekaa vile. Zile hela mnasemaje? Zilishaliwa bado zipo. Fulani amehubiri vizuri, amehubiri vibaya. Fulani unaonaje kile kiatu chake? Anakivaa hicho. Haleluya. Hawaombi. Yamebakia maneno, hawaombi. Bwana Yesu asifiwe.
walijenga kanisa kwenye nguvu za Mungu. Kuna misingi moja imesema umekwisha kuwekwa, hakuna mwingine anauweka, akasema ni Kristo. Lakini kuna msingi mwingine akasema, mimi kama mkuu wa wajenzi na kwa neema niliopewa nimeweka msingi na mwingine anajenga juu yake. Hiyo ya maombi, hiyo ya nguvu za Mungu, hiyo waliweka wale wazee. Na ndio maana ikasema mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Kuna misingi walijenga wazee kwa neema waliopewa, na ilisimamisha kanisa na ilifanya kanisa likatikisa ulimwengu. Wazee wale kwa neema waliopewa waliweka misingi. Halafu kuna msingi mwingine hakuna wezaye kuweka, ulikwisha kuweka tayari, unaitwa Yesu Kristo. Lakini kuna misingi imejengwa kwa kadi ya neema wazee waliopewa. Bwana anasema kwa kadi ya neema niliopewa naliweka msingi. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Waliweka misingi ya umoja. Haleluya. Maandiko yanasema kanisa, watu wote wakawa na nia. Hilo lilikuwa na kanisa sio la watu 5, kanisa la watu karibu 100,000. Wote 100,000 wana nia moja. Siku hizi kanisa la watu 100 tu, mipasuko. Kuna kikundi cha wenye hera, kuna kikundi cha wanaovaa badilisha nguo kila wiki, kuna kikundi wametengeneza makundi yasiyo na maana yote. Kanisa wamekaa makundi, hawafiki hata 100. Hakuna pamoja. Lakini kuliwahi kuwa na kanisa la watu wanaofika 100,000 Yerusalemu, na wote wana nia moja, na wote hakuna anayejiona bora kuliko mwenzake. Naelewa? Hiyo ndio misingi wazee waliweka iliyojenga kanisa. Tunakwenda pamoja, nia moja, roho moja. Wengi mno, lakini wana nia moja. Wote wameshikamana, wote. Siku hizi mkiambia fulana na shida kwenye kanisa, na mimi sisemi hapa, ni kila mahali, watu wanauliza kwanza ni nani. Yaani anataka ili aende ajue ni nani ana tatizo. Siku hizi na washukuru wale watu wetu kwenye kanisa letu wanakuwekea hata picha. Angalau maana kuna watu wasipoona picha wakamfahamu hawaendi, kwa sababu hawajui neno la mchungaji wala hawajui neno la kiongozi. Kwa sababu unaweza kuwa kwenye kanisa umfahamu Mungu, lakini mchungaji kishatangaza kwamba huyu ni muumini wetu, wewe mashaka yako ni nini? Unataka na wewe uwe mchungaji? Kama mchungaji amesema ni wa kwetu huyu, twende tusimame naye. Wewe unauliza ni nani, ni wa wapi, wa nini, kwa sababu gani? Humwamini mchungaji? Au na wewe unataka ni wewe ndio mchungaji? Huamini kwamba mchungaji amesema huyu ni wa kwetu? Na usipofanikiwa kumfahamu huendi. Haleluya. Wakikueleza yuko hivi, anakaa mahali fulani, alafu kapiga akili yote kagoma, humpati, huendi. Haleluya. Kwa hauko hata kwenye kanisa. Maana ungekuwa kwenye kanisa ungesikia hata sauti ya mchungaji. Wote walioko kwenye kanisa wanasikia sauti ya mchungaji. Haleluya. Unataka na wewe umfahamu. Kwani wewe unataka kuwa mchungaji? Kama unashindwa kumfahamu, suridhike kwamba mchungaji anamfahamu. Shida ni nini hapa? Kama wewe umfahamu,
Suridhike kwamba kiongozi anayemwakilisha mchungaji amesema anamfahamu. Mnanielewa vizuri? Kanisa dhaifu yani dalili zake ni migawanyiko, vipande vipande. Wanatafuta tu vipengele twa kuwagawa. Wengine twa kwaya yetu hii ndio bora zaidi, wengine kwaya yetu ile. Kwaya mbili ndani ya kanisa tayari ni vikundi viwili visivyopatana. Nashukuru kwenye kanisa letu wanapatana wote, lakini kuna makanisa kwaya mbili ni kama makanisa mawili, hawapatani, wamejaa mashindano. Hii inashindana na hii, hawaelewani. Huyu anataka we bora kuliko yule mwingine. Kanisa halikujengwa hivyo. Wazee kwa neema waliopewa waliweka msingi wa umoja na nia moja ndani ya kanisa, na lilijengwa hivyo, na halikuwa kanisa dhaifu. Haleluya, haleluya. Halikuwa kanisa dhaifu, kwa sababu watu wote walikuwa na nguvu moja, roho moja, nia moja. Hivi nafikiri walikuwa hawakosei. Hivi kuna mahali wanaweza kukaa watu 100,000 alafu asiwepo mmoja amemkosea mwingine? Kukoseana walikuwa wanakosea, lakini wamejaa roho wa Mungu kiasi kwamba kusameheana si jambo wanadaiana. Kusameheana ni jambo wanalo tu, wanaishi nalo. Haleluya. Na ndio wakaandika kwamba upendo hauhesabu. Yes. Kilichofanya makanisa yale ya kwanza yalikuwa makubwa, na kila mji waliokwenda, Antiokia, Efeso, wapi, walikuwa wanatengeneza makanisa makubwa ya watu wengi, lakini wenye nia moja. Haleluya. Wenye nia moja wote, na si watu wachache. Unafikiri watu wakiwa wengi hivyo hawakoseani? Wanakoseana, lakini issue ni kwamba upendo ni mwingi kupita nguvu ya makosa. Kwa yale makosa yanafunikwa na upendo ulio mwingi. Upendo ulikuwa ni mwingi kiasi kwamba kuhesabu makosa ilikuwa jambo nadra. Mtu anakosea, watu hawahesabu hilo, wanapendana na wanampenda. Watu wakipoteza kupendana, wanazua hata makosa ambayo yasingekuwa makosa. Narudia, wanakuza. Watu wakipoteza kupendana, wanakuza hata makosa ambayo yasingekuwa makosa. Naelewa vizuri? Na hicho kinachotokea kwenye kanisa la sasa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo hili la nia moja na upendo limebomoka, na kwa hiyo mipasuko na migawanyiko na makundi ni mengi. Litaka kutokea Korinto, Paulo akalikemea kwa nguvu na likaisha. Haleluya. Kuna wale utaka wajifanye ni matajiri, wanyanyasa wale ambao ni maskini. Wakija kula wanaonyesha wanakula kikubwa na wengine wanakula kimaskini. Paulo akalisikia, akalikemea. Haleluya. Hakuna mgawanyiko, hakuna matabaka. Jina la Yesu libarikiwe. Hakuna mgawanyiko, hakuna matabaka. Akakemea na akawaambia, mkila hivyo mnakula hukumu za nafsi zenu. Mkila wengine wanawalingishia utajiri wengine, mnakula hukumu za nafsi zenu, kwa sababu hamjui kupambanua mwili. Haleluya. Mnakula hukumu za nafsi zenu kwa sababu ya kutoweza kupambanua mwili.
Bwana Yesu asifiwe. Jambo la matabaka likafutika. Haleluya, haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Kwa watu wa Mungu, nataka turudi kwenye misingi. Ndicho nakizungumza kwenye hizi siku 2 au 3 ambazo tutazungumza kitu hiki. Turudi kwenye misingi. Imesemwa vizuri na Paulo, kuna uliokwisha kuwekwa ambao hakuna mwingine anauweka, ni Yesu. Kanisa lazima likae juu ya Yesu. Kila mwamini maisha yake awekwe kwenye msingi wa Yesu Kristo. Wacha kutengeneza imani ambayo imetoka nje ya Yesu. Weka imani yako na wokovu wako juu ya Yesu. Huo ni msingi ambao hakuna mwingine aliuweka, Mungu mwenyewe aliuweka. Lakini akasema pia, na mimi kama mjenzi na tena mkuu wa wajenzi, akimaanisha mimi kiongozi naongoza kanisa. Haleluya. Na mimi kama kiongozi wa kanisa, kwa neema niliyopewa, nimeweka msingi pia. Ndio hayo ya upendo, umoja, maombi, nini yale waliweka wazee kwa kadri ya neema waliopewa. Walijenga kanisa hivyo, liwe hivyo, lijengwe hivyo, lijengwe kwenye misingi hiyo kwa kadri ya neema waliopewa. Haleluya. Akasema na kila mtu na wengine wanajenga juu yake, lakini kila mmoja angalie namna anavyojenga juu yake. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nimalizie kwa kukutazamisha kwa nini anazungumza hicho. Halafu anasema hamjui au hamfahamu ya kwamba ninyi, niko sura ya 3 sura ya 3 Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Sasa usichanganye na sura ya 6. Muktadha wa uandishi haufanani. Sura ya 6 imeandika hivi, mstari wa 19, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Najua tukiongea mara nyingi tunachanganya. Mtu anasema hekalu pale, akimaanisha lile lililoandikwa sura ya 6, lakini unasikia anafanya reference ya lile lililoandikwa sura ya 3. Haleluya. Muktadha wa uandishi haufanani. Muktadha wa uandishi wa sura ya 3, hekalu la Mungu, na muktadha wa uandishi wa sura ya 6, hekalu la Roho Mtakatifu, ni muktadha ina wingi wake. Nasemaga muktadha, sijui, nadhani nabakia muktadha hivyo. Muktadha yake hazifanani. Haleluya. Sura ya 3 anaongelea kanisa. Bwana anazungumza dhana ya kanisa. Sura ya 6 anaongelea dhana ya mwili huu wa nyama. Haleluya. Kwenye sura ya 6 anasema mstari wa 18, ikimbieni zinaa. Kwa anazungumza mwili huu. Tukwenda pamoja. Mstari wa 19 unazaliwa na mstari wa 18. Mstari wa 18 unasema ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Ndio anakuja mstari wa 19, ndio anasema au hamfahamu
ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sasa kuna wengine akishasema hivyo anasema aharibuye, kumbe ameshaenda sura ya 3. Kwenye sura ya 6 hapakuandikwa aharibuye, lakini mtu anasema kipengele hiki halafu anamalizia anayeharibu, Mungu atamharibu. Ametoka sura ya 6 ameenda sura ya 3, amechanganya maneno. Kuna wangapi wamegundua hiyo kitu leo? Karibu wote. Jina la Yesu libarikiwe. Hamalizii kwa aharibuye, anamalizia kwa kusema mliepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Hutumii mwili wako huwa jama utakavyo wewe, kwa sababu wewe mwenyewe si mali yako. Huwezi kutumia mali ya mwingine unavyotaka wewe. Haleluya. Tukijua hii siri, hatuwezi kutenda dhambi katika miili yetu. Sawa sawa. Tukijua hiyo siri hapo, hatuwezi kutenda dhambi katika miili yetu. Mstari wa 20 anasemaje? Tuko pamoja? Maana mlinunuliwa kwa thamani, sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Hapa naongelea miili hii ya nyama hii. Ndio maana inaanza mstari unaosema ikimbieni zinaa. Anazungumza mwili huu. Na anaendelea anasema huu mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu, na atueleza kwamba sisi sio mali yetu wenyewe, tusiutumie tunavyopenda sisi wenyewe, sio mali yetu, lakini kwenye hii miili tumtukuze Mungu. Sasa wale wanaosema miili haiokoki, waulize injili hiyo wanatoa wapi? Si kuna watu wanasema miili haiokoki? Mlishasikia injili hizo? Miili haiokoki. Waulize injili hiyo. Ndio udanganyifu tunaingiza. Tunabomoa misingi, tunajenga ambacho Yesu hakujenga, wala wazee hawakujenga. Haleluya. Tunabomoa kilichojengwa, tunajenga ambacho hakikuwepo. Watu wameshatengeneza na kuhalalisha miili hii haiokoki. Nani aliwaambia? Wengine washaanzisha injili Yesu anaangalia roho, haangalii mwili. Muulize mtu, hiyo injili wewe umetoa wapi? Mbona unadanganya kanisa? Watu wanadanganya kanisa. Haleluya. Ngoja nikupeleke Wathesalonike, tuwe tunaelewana. Mungu nisaidie nikumbuke mstari. Nikiukosa kesho na ukuja nao. Uko Wathesalonike kama sio sura ya 4. Ukipata utaniambia. Wanasema Mungu ametuita tuwe watakatifu roho, nafsi na mwili. Anyway, hata nisipolipata sasa hivi najua lipo na imeandikwa tuwe watakatifu roho, nafsi na mwili. Tutaleta kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu sikuwa nimejua kama nitatakiwa kusema hilo neno, kwa hiyo sikuwa
Haleluya, haleluya kanisa. Mungu anataka tuwe watakatifu, si roho peke yake na nafsi tuwe watakatifu, na mwili tuwe watakatifu. Jina la Yesu libarikiwe. Naliona hakuna shida, nitawapa tu ibada nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo tuachane nayo, tutairudia siku nyingine. Haleluya, 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 haleluya. Kwani kanasema muktadha wa sura ya 6 unaongelea mwili kama mwili ulivyo hekalu la Roho Mtakatifu. Haleluya. Na kwa hiyo tuhando kama si mali yetu. Uliwahi kukumbuka watu walienda kufanya biashara kwenye hekalu? Yesu akawakumbusha kwamba hekalu sio lao, ni la Baba. Charaza viboko vya kutosha, tupa fedha zao zote, rusha njiwa waende zao, kila kitu kikatawanyika. Akaambia hii nyumba ni hasara, hii nyumba sio ya biashara, hii sio pango la wanyang'anyi hii. Haleluya, jina la Yesu libarikiwe. Akaambia hii nyumba sio pango la wanyang'anyi. Anawakumbusha ile hekalu hamlitumii mpendavyo, hata kama mlijenga ninyi. Niliweka tofali langu, naweza kufanya nipendavyo. Acha hayo maneno. Haleluya. Akasema hekalu hili sio lenu tena, hata kama mlijenga kwa tofali zenu. Hili sasa ni hekalu la Mungu, ni nyumba ya Sara, sio pango la wanyang'anyi. Charaza wafanya biashara, kawatia hasara mapesa, akatupa huko, kila kitu kikaharibika. Kama msije mkarudia tena. Hii ni nyumba ya Sara, hii sio pango la wanyang'anyi. Sasa katika maana ile ile ukizungumzia hekalu, mwili kwa maana hekalu, ina maana hivyo hivyo, sio wa kwako. Humo uhifadhi matusi, humo muhifadhi chuki, humo muhifadhi zinaa, humo muhifadhi uongo. Hapana, umeshaona? Ni Wathesalonike 5 ngapi? 23. Mungu amani mwenyewe awatakase kabisa ninyi nafsi zenu na roho zenu na miili. Sasa ule mpango anaangalia tu roho. Leta andiko na wewe, mimi nimeleta. Wewe unayesema naangalia roho peke yake, na wewe leta andiko. Mimi nimeleta mawili. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Na wewe leta. Mungu watakase kabisa, maana yake mwe watakatifu. Ndio utakaswa, tunatakaswa kuwa watakatifu. Kabisa. Watakase kabisa nafsi zenu, roho zenu na miili yenu. Muhifadhiwe, muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Sasa hiyo injili tunabomoa misingi, halafu tunaleta vitu ambavyo havipo. Watu wanavunja misingi. Unakuta mtu amesimama kwenye mtandao wa kijamii, anaongea kwa ujasiri, utafikia anaongea anachokijua. Anadanganya, anapotosha kweli ya Mungu. Halafu anaongelea kwa dunia nzima kwenye mtandao wa kijamii. Na watu wanasema amina. Ukiangalia comment wanaomuunga mkono kama kawaida. Uongo unaungwa mkono kuliko kweli. Angalia kwenye comment wamemuunga mkono rundo. Wote wamedanganywa, wanasapoti uongo. Wanasapoti uvunjaji wa kanisa. Jina la Yesu libarikiwe. Kanisa linavunjwa, watu wanasapoti. Wengine wanasema madhabahuni, wanasapoti maneno yanayovunja kanisa, yanayoliondoa kanisa kwenye misingi yake.
iliyowekwa na wazee kwa neema waliopewa, walioanzisha kanisa. Haleluya, haleluya. Lakini sura ya 3 anaongea hivi, anamaliza kusema yale maneno ya kujenga na kuteketea miti, majani, nyasi na kuteketea. Anakuja mstari wa 16 anasema hamjui. Maana yake ile Kiswahili tu ya pale inaonyesha hili neno linatokana na hayo ya hapo juu. Amesema mtu atka zake zitateketea na kadhalika na kadhalika, kama tulivyokwisha kusoma tayari. Anamaliza kama sasa ana sementi hoja, anaijenga sasa nguvu hoja. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Hasemi miili yenu imekuwa hekalu, anasema ninyi, yani the totality of you, ujumla wako wote. Haleluya. Ile mwili, nafsi na roho, haleluya, ni hekalu la Mungu, na kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani. Kwa hiyo msiliharibu hekalu. Haleluya. Ndani ya hekalu na mahali pengine labda nimuishe, japo kwa sitasoma kwa ajili ya muda. Anasema tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ni wenyeji pamoja, ni wenyeji nyumbani mwake Mungu. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, na Yesu Kristo mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa pamoja muwe maskani ya Mungu katika Roho. Kiingereza kina tafsiri muwe maskani ya Mungu kupitia Roho, through the Spirit. Maana yake nini? Anazungumza kanisa ambalo kila mmoja ni tofali lake au ni jiwe lake. Inaitwa jiwe lililo moja, linaunga juu ya jingine na jingine juu ya jingine, mwisho inatengeneza nyumba ya Mungu, inaitwa kanisa. Haleluya. Sasa ndani ya hiyo nyumba ya kanisa ambayo kila mmoja ni tofali au ni jiwe, ndani ya hiyo nyumba ikishajengwa, haleluya, ikishajengwa, ndio anasema hamjui kwamba sasa ninyi ni hekalu la Mungu na kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani. Roho wa Mungu anakaa ndani ya mtu, lakini Roho Mtakatifu anakaa ndani ya kanisa pia la mkusanyiko. Tunakwenda pamoja. Ukiwa katika kanisa ukafanya vitu vinaharibu kanisa, ndio lile andiko mnalosema ukiharibu mwili ni hekalu na Mungu atakuharibu. Anamaanisha kanisa. Ukikaa katika kanisa ukafanya mambo yanaharibu kanisa. Nitakuja tu, subiri siku chache, nitarudia Sanibalati na Tobia. Kuna aina ya watu wengine wanajenga na wao wanabomoa. Hapo nitawarudia, bado siku 21 zipo. Tutafika mahali tutaongelea tunapojenga, halafu kuna wengine wanaobomoa. Na wajiandae kwa kichapo. Kweli kabisa, nitaomba kichapo bila huruma. Kuna watu tunajenga, halafu kuna wengine wanabomoa tunachojenga. Wanasema tunachojenga hata mbweha anaweza kakiangusha. Wajaribu tena tuone. Haleluya. Anaongelea jambo linaitwa kuharibu kanisa. Hamjui ninyi ni hekalu? Anazungumza kanisa. Na mtu akiliharibu, fikiri una jukumu kwenye kanisa, unaliacha tu linaharibika, wewe unaharibu kanisa.
Fikiria unaongea maneno katikati ya kanisa ambayo yataumiza watu wengine, na wengine wanaweza kawafanya hata wakalikimbia kanisa. Wewe unaharibu kanisa. Fikiria unatenda dhambi katikati ya kanisa na wengine wanajikwaa juu yako. Wewe unaharibu kanisa. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa kuharibu kanisa kuko kwa aina nyingi. Biblia imesema kuna watu wengine kwenye kanisa ni nguzo, na inakubalika kibiblia. Haleluya. Kibiblia kabisa nakubalika. Kuna wengine kwenye kanisa ni nguzo. Kuna mtu akishajijua ni nguzo, anaanza kufanya vitu vya makusudi kwa sababu anajua mimi ndio nategemewa. Unaharibu kanisa. Unaanza kufanya vitu vya kiburi vya kufanya makusudi ili kwamba watu wa kuabudu. Maana wewe ni nguzo, unategemewa. Unaharibu kanisa. Mungu atakuharibu. Haleluya. Unaharibu kanisa. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo yale ya juu kwamba mtanajengaje yanaunga na mjue ninyi ni hekalu. Jengeni vizuri, ninyi ni hekalu. Jengeni kazi za mawe ya thamani na dhahabu na fedha. Acheni kujenga kazi za nyasi na miti na majani. Ninyi ni hekalu, mtaharibiwa mkiharibu kanisa. Namna yako ya kutenda huduma ikawa baada ya kulijenga kanisa na liharibu. Baada ya kufanya kanisa liende mbele, unatenda utendaji unaorudisha kanisa nyuma. Unaharibu kanisa. Haleluya. Tusimame. Najua nimesema sana leo na nimemaliza karibu muda wote. Nimeongea kurudi kwenye misingi. Nimeongelea kanisa kurudi kwenye misingi. Nimetoa mifano kadha wa kadha. Nimethibitisha baadhi ya mambo kwa maandiko. Turudi kwenye misingi. Misingi imebomoka. Na tukijitazama sisi wenyewe tunaweza kujihukumu kwamba yako maeneo tunatembea nje ya misingi. Na kila mmoja anajua mahali ambapo hata yeye mwenyewe anajua siko kwenye misingi ile. Rudi kwenye misingi. Msingi mmoja mkubwa ni Yesu. Waefeso wameita jiwe kula pembeni. Katika yeye jengo lote limeshikamanishwa pamoja. Lakini kuna watu wengine wameshajiondoa kwenye lile jiwe la pembeni. Ule mshikamanisho wa pamoja unaoshikamata jengo, wameondoka kwenye lile jiwe la msingi linalokamata jengo lote. Wanaenda wanavyojua, wanafanya wanavyojua. Wakienda kwenye utumishi, kwenye huduma, wanafanya wanavyojua. Wanatumika wanavyojua wenyewe. Wanatenda wanavyojua wenyewe. Hawatendi kwa hofu ya kwamba kuna msingi tunaojenga juu yake. Kuna jiwe kula pembeni linalotushikamanisha pamoja. Na linaloshikamanisha pamoja huduma zetu. Kuna jiwe kula pembeni linalotushikamanisha pamoja. Na mikono yako mbele za Mungu. Unapojitazama binafsi, litazame pia kanisa. Tazama kanisa kama hili la kwetu, tuliombee lirudi kwenye msingi. Tazama maisha yako binafsi na utumishi wako na utendaji wako na uchio wako, rudi kwenye msingi. Rudi kwenye misingi. Umeamini yasiyokuwa ya kweli, na mengine baadhi nimeyatolea mifano ambayo uongo umewaaminisha watu wa Mungu. Rudi kwenye misingi. Rudi kwenye misingi. Rudi kwenye misingi. Kila shaliona hili,
una hata mwili wa Kristo kwa ujumla. Kila mahali unapotembea kwenye vyombo vya habari unaona misingi imebomoka mingi. Unaona wako wengi wakubwa kwa wadogo wameondoka kwenye misingi, wameacha misingi. Sema, Bwana Yesu, kwa ajili yangu mwenyewe na kwa ajili ya kanisa hili na kwa ajili ya mwili wa Kristo wote, ninakuja madhabahuni pako, ninakuja mbele za kiti chako cha enzi. Naomba rehema. Hatuna jambo lingine tunaweza kusema zaidi ya kuomba msamaha. Hatuna lugha ya kujitetea, hatuna tunavyoweza kujihalalisha zaidi ya kuomba rehema na kuomba msamaha. Tumekosa sana, tumekosa sana, sisi na ndugu zetu kila mahali duniani, kuanzia kanisa letu, mimi mwenyewe na mwili wa Kristo wote. Kwa sehemu kubwa tumeacha misingi. Kuna maeneo mengi tumeacha misingi. Kuna maeneo mengi tumeacha kujenga juu ya ule msingi uliokwisha kuwekwa, Yesu Kristo. Kuna maeneo mengi tumejitenga na jiwe la pembeni ambalo ndilo lenye nguvu ya kutushikamanisha sote. Tumetengana, tumekuwa makundi, tumekuwa matabaka, kwa sababu tumeliacha jiwe la pembeni linalotushikamanisha sote. Tunaomba rehema, tunaomba rehema, tunaomba msamaha. Tusamehe Bwana, nisamehe mimi kwanza, nisamehe mimi kwanza, nirehemu mimi kwanza. Maeneo yote ambayo nimetoka kwenye msingi, nikatembea nje ya msingi, nikadhani ninajenga, kumbe najenga juu ya mchanga, sijengi kwenye msingi imara. Ndio maana mambo mengi nayo yajenga hayasimami, hayakusimama, yanaendelea kutokusimama, hayadumu, hayakudumu na yanaendelea kutokudumu, kwa sababu mahali napojenga sio kwenye msingi uliokwisha kuwekwa. Lakini leo naomba katika jina la Yesu, nirejee tena, nipe neema ya kurejea tena katika jina la Yesu. Ninapoanza kujenga yale yaliyokuwa yamebomoka, yale ambayo nimejua kupitia fundisho la leo kwamba yalikuwa yamebomoka, kwamba yalikuwa yameharibika, Baba nisaidie, nijenge kwenye msingi, nijenge kwenye msingi, nirudi kwenye msingi, nikajenge kwenye msingi uliokwisha kuwekwa, na ule msingi ambao walionitangulia wazee wa imani, kwa neema uliowapa, kuna misingi waliliwekea kanisa. Ninaomba nisaidie nijenge kwenye misingi hiyo kutokea sasa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Narudi tena kwenye misingi, nianze kujenga kwenye misingi ile ambayo ilikwisha kuwekwa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naomba nisamehe, naomba nisamehe. Ninatubu Bwana kwa ajili yangu na kwa ajili ya kanisa hili, kwa ajili ya kanisa, mwili wa Kristo wote. Ninatubu Bwana. Bwana, turudie tena, turudie tena, uturudie tena, uturudie tena, utusamehe Bwana. Tumetembea kwa njia zetu tukaacha njia zako, tumeanzisha misingi mwingine tukaacha msingi wako. Turehemu Bwana, tusamehe Bwana, tutakase Yesu, tuoshe kwa damu, tuoshe kwa damu. Tunarudi tena, tunarudi tena, tunarudi tena, na tunaomba neema yako irudishe kanisa lote
hata wasiotusikia na wasiokuwa mahali hapa, nao waweze kukutana na neema hii tunayoomba Bwana, nao wakutane nayo, warudi kwenye misingi katika jina la Yesu. Wanaosikia mafundisho haya na maombi haya katika vyombo vya kijamii, Baba mtakatifu, wanaosikia mitandaoni, katika mitandao ya kijamii, Baba na uwasaidie wakapokee, watakaojiona walikuwa nje ya misingi wakarudi kwenye misingi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Mungu tusaidie Bwana, tushikamanishe, tuweke pamoja katika Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Naomba kila mmoja endelea kuomba, kila mmoja amwombe Mungu. Omba rehema, naomba tuombe rehema. Omba rehema, omba rehema, omba rehema kwa ajili ya kanisa, omba rehema kwa ajili ya mwili wa Kristo, omba rehema kwa ajili ya madhabahu yake, omba rehema kwa watumishi wa madhabahu katika jina la Yesu. Omba rehema kwa wale aliowaita kumtumikia, akaweka kwa viongozi mbele ya wengine, wakatoka kwenye misingi. Omba rehema, omba rehema jioni ya leo. Omba rehema tu, wala usiombe mambo mengine. Omba tu rehema, omba msamaha, omba msamaha. Mungu wa rehema yote, Mungu wa neema yote,